Mheshimiwa Sima, awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na leo na sisi kujumuika katika hafla hii. Lakini mimi niwashukuru na nyinyi pia ambaye waliohudhuria katika hadhara hii, kwa sababu kutoa ni hatua moja na kukubali kuja kupokea ni hatua ya pili. Na sisi tumefanya jambo hili kushirikiana na ofisi ya BAKWATA mkoa wa Mwanza ili kufanya iftari hii ya leo na kumshirikisha mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Meya wa jiji la Mwanza. Kwa hiyo kwanza nitoe shukrani kubwa kwa ofisi ya Shehe wa mkoa pamoja na ofisi ya serikali kwa kuja kutuunga mkono katika jambo hili, pamoja na wadau ambao walioshiriki kuja kupata iftari hii. Lakini iftari yetu ilikuwa na mambo mawili. Kwanza kuja kufuturisha watu, lakini la pili kuwajali na wale wengine ambao wapo kwenye mazingira magumu, basi tuwape chochote kitakachojaliwa na wao wakafurahia huko wanapokwenda. Naomba Mstahiki Meya utatusaidia katika hili kuwafikishia walengwa na utawapa hapa hizo bahati tulizokuja. Baada ya kusema haya, niseme niwashukuru sana nyote na niwatakie mfungo mwema wa mwezi wa Ramadhani, niwatakie somo njema. Baada ya haya nadhani karibu sana. Alhamdulillah minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi katika iftari hii ya leo, Mstahiki Meya wa jiji la Mwanza ndugu yetu Sima, Mheshimiwa mwakilishi wa Gain Company Limited ambaye ndiye hasa mwenye nia ya kulifanya jambo hili, waheshimiwa wazee wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa ujumla wenu, mkiongozwa na mwenyekiti Mzee Omar Kamera, waheshimiwa mashekhe wa kata wote mliohudhuria mkiongozwa na mwenyekiti Sheikh Abubakar Njiwa Manga, waheshimiwa maimamu mliohudhuria mkiongozwa na mwenyekiti wa maimamu na katibu wake Al-Ustadh Hanafi, viongozi wa taasisi mbalimbali, makundi mbalimbali, kina baba na kina mama, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, nyote kwa ujumla, waandishi wa habari, nirudie tena kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muda wetu ni mfupi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi katika Uislamu iko sala moja haipatikani miezi yote 11 isipokuwa inapatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Mwaka una miezi 12. Kwa miezi 11 hiyo sala hauwezi kuipata kwenye miezi yote isipokuwa unaipata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kila Muislamu ikifika muda huu akili yake yote ni kukimbilia msikitini ili aende akatekeleze kuipata sala hiyo, kwa sababu siku za Ramadhani zenye kuhesabika na sasa tuko mwishoni mwake. Kama hivyo ndivyo, sikwambii mashekhe ambao wanatakiwa kuziongoza bado wana haraka kubwa ya kwenda kuhakikisha Waislamu wanapata hiyo sala. Naomba niseme machache sana. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa kampuni ya Gain Company Limited, na nakuomba ufikishe salamu kwa mkurugenzi na wasaidizi wake, na nataka hili lifahamike. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA
ndio Supreme Council ya Waislamu nchini. Baraza Kuu la Waislamu ndio Majlis al-A'la li Shu'uni al-Islamia bi Tanzania, ndio chombo kinachosimamia masuala yote ya Waislamu. Nyinyi Gain Company Limited mngeweza kufanya wenyewe ukumbini na mngetupa kadi tungekuja, lakini mlisema kwamba hapana, kila jambo lina wenyewe. Tulihusishe Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, tena sio ngazi ya kata wala ya wilaya, sisi tunataka kuihusisha ngazi ya mkoa. Tunawashukuru sana. Tufikishie salamu kwa mkurugenzi, na wewe ni shahidi, na umwambie mkurugenzi nafahamu uwezo wake, angeweza kuchukua ukumbi wowote hapa Mwanza, iwe Malaika, iwe Gold Crest, iwe Mwanza Hoteli, iwe Riasbe, iwe Tilapia, anaweza. Lakini kitendo cha kuja kufanya iftar katika maeneo yetu kwenye msikiti na akapata hudhuri kama hii, mahudhurio kama haya, hichi ni kitu kikubwa sana, kwa sababu amewalenga na amewafikia wale wahusika wenyewe. Wakati mwingine ukiweka kule Tilapia, Malaika, wapi, watakuja watu, lakini wengi wanaokuja ni wale ambao akishika mguu wa kuku au malizi, akishika tambi, ana habari nazo, na matokeo yake ni vitakula vya kwenda kumwagwa. Lakini hapa hakuna kitachotupwa, wewe mwenyewe unashuhudia. Lakini nyinyi mmekwenda hatua moja mbele, na hii naisema, na ulipokuwa unaingia mwezi wa Ramadhani nilitoa statement kwenye vyombo vya habari kuyaomba mashirika na taasisi zinazofuturisha kualika watu kwenye kumbi mbalimbali. Ni jambo jema sana, ni jambo zuri, lina faida, kwa sababu tunajenga mahusiano, tunakutana, tunafahamiana, tunazungumza pamoja. Lakini tulishauri kwamba ikiwapendeza wale wanaofuturisha waweke kipande kidogo cha kuwasaidia wahitaji. Nikatoa mfano, kuna ndugu zetu wako magereza, ni Waislamu, lakini wanagaiwa ugali saa 8 mchana. Ugali huo ndio unauweka mpaka ufuturu, na ukifuturu unaweka kipande, utakula daku saa 11 alfajiri. Hili jambo ni gumu sana. Kwa tukaona tupaze sauti kwamba yatokee mashirika, zitokee taasisi ambazo zinaweza kusaidia makundi kama hayo. Pia wako mashuleni, watoto wetu wako mashuleni. Mfano hapa leo, katika kile mlichokwenda mbali, nimesema mmekwenda mbele, leo mtawasaidia, mtawafuturisha watu wa aina takriban 4. Na nawashukuruni mliposema mnataka muwaone, baadhi yao mtawaona, wameleta wawakilishi. Hapa mheshimiwa mgeni rasmi, iko shule yetu ya Sengerema Sekondari, mwalimu yuko hapa na wasaidizi wake. Kuna watoto pale walileta orodha hapa, mahitaji yao yalikuwa mchele karibu kilo 2000, ngano, sukari na kadhalika. Tunajitahidi kuwatafutia hapa, kuomba pale, lakini haitoshi. Hapa Mwanza yenyewe kuna shule Bwiru kule, ni mashule ambayo yanahitaji usaidizi. Sasa mbali ya kuwafuturisha watu kama hivi, tumeona raha, lakini pia mnatoa kitu, pia mnawapa wale ambao wako mashuleni, wako magerezani. Kwenye hili Gain Company Limited tunawapongeza sana. Lakini pia hapa tuna vituo vya watoto yatima, vitapewa kwenda kula kule vituoni. Lakini hapa tuna wajane na mafakiri na maskini, nao wamefungiwa baadhi ya vifurushi vidogo vidogo, na wameshaorodheshwa, majina yao yako hapa. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, katika hali yake ya kubadilika na kujitambua, tumetengeneza BAKWATA, tumeseti mfumo. Sasa hivi ukija ukisema nataka mafakiri, tunakwambia hawa hapa. Nataka maskini, tukwambia hawa hapa. Nataka vituo vya watoto yatima, tutakwambia hivi hapa. Nataka suma shule, haya hapa. Magerezani kuna Waislamu gani wenye shida, tutakwambia hawa hapa. Tumeseti mfumo. BAKWATA hii tunayoiendesha sasa ni BAKWATA inayojitambua. Kwa hiyo nawapongeza sana, nawapongezeni, na Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri. Na ninaendelea kutoa wito kwa makampuni mengine, mashirika,
tuige mfano huu. Tunafuturisha, lakini tuwe na kitu tunachopeleka kwa makundi haya kuyasaidia. Tukifanya hivyo tutakuwa tumewafikia walengwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusema siku moja kwamba iogopeni shari ya chakula. Chukua maneno, iogopeni shari ya chakula. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, kuna chakula cha shari? Akasema ndio. Ya mwenye sharul walima, kuna chakula cha shari? Asa ndio. Kipi? Asa ni kile ambacho wanaitwa wasio kihitajia, wanaachwa wenye kuhitajia. Mara nyingi wakati mwingine ni vizuri, yani ni jambo jema kabisa kualikana kwa kada mbalimbali. Unajua wakati mwingine tusiwe na roho mbaya. Naweza kaamua shekhe wa mkoa niite mashekhe wenzangu. Sasa usilaumu. Mfanya biashara akaamua aite wafanya biashara wenzie, usilaumu. Mtu tajiri akaamua aite matajiri wenzie, usilaumu. Tunachoweza sisi kuwakumbusha wajue pia huku chini kuna watu wenye uhitaji mkubwa. Ukishawafuturisha kama hivi, peleka kwenye vituo, saidia. Kwa hiyo hii ni nukta nilitaka niseme kwa unyenyekevu, na nikushukuru mwakilishi wa mkurugenzi ndugu yetu Bwana Musa kwa hili jambo kubwa ambalo mmelifanya, na utufikishie salamu za shukrani. Lakini waombeni tena, msichoke. Tunaenda kwenye 10 la mwisho. Kuna Idi, bado mnaweza mkawasiliana na baraza, mkaona namna gani mfanye kuwafanya na wale walioko magereza, wale kwenye vituo mbalimbali, na wao wakafurahia sikukuu. Hii ndio nilitaka kusema kwenu. Lakini la pili, nilitaka ni mshukuru mstahiki meya. Kabla sijamleta hapa, ndugu zangu, mimi meya wetu Bwana Sima ni katika watu wanaonishangaza sana. Makikulil haqa waliokana, sema kweli japo ya uchungu. Inawezekana yeye mwenyewe hataki tumsifu, lakini kwa umri wake halafu ameweza kuhimili ule umea. Unajua meya ndio raia namba 1 katika mji. Huyu ndo ana funguo za mji. Akija kiongozi kutoka nje ya mkoa wa Mwanza anataka kuingia jiji la Mwanza, mwenyeji wake namba 1 ni mstahiki meya. Lakini pia tumepata bahati, huyu ni makamu mwenyekiti wa ALAT taifa. Na hapa katikati mwenyekiti wake aliugua kidogo, ameskaimu kusimamia ile nafasi kwa ukamilifu zaidi ya mwaka, nadhani miaka 4 amesimama. Kwa hiyo sisi watu wa Mwanza tunayo bahati kubwa kuwa na kijana kama huyu. Na sio na msifu tu, ni kijana dhul adab, mwenye adabu, dhul akhlaq, mwenye tabia njema. Ni mtu ambaye anasikiliza. Ukiwenda na shida anatatua. Ukimwambia anasikiliza, anapima, anachambua. Kwa kweli hatupaswi kumkosa bwana kama huyu, diwani kama huyu, meya kama huyu. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie apate tena udiwani wake, na ikiwezekana Mwenyezi Mungu ampe tena umea wake. Na inshallah kwa baraka hizi Mungu atampa tena umea wake. Kwa sababu ni mtu anajali watu, anawafikia watu. Uwezi amini, mimi nimemjulisha jana tukio hili usiku. Na yeye akaniambia, Sheikh Badali umesema wewe nitakuja. Ni heshima ya hali ya juu. Kuna mtu mwingine tu akiwa, sisemi kwamba ni cheo kidogo, mtu akiwa tu katibu kata au mwenyekiti wa kijiji, ile mitariko utakimbia. Unaambia atakusalimia, asalimii tena. Huyu unampigia simu anasikiliza. Na wako wengine wakubwa ukiwaalika wanaogopa kuja kwa sababu wanajua kuna harambee. Na sisi tunajenga vituo vya afya. Hawezi kuja hapa tusichangisha hata kidogo. Sasa lakini hatukufungi kamba. Yaani sisi tunasema tuchangieni. Ulichonacho unafanyaje? Kama una basi wala tukulazimishi. Tunajenga vituo vya afya. Hata juzi kuna harambee kubwa. Watu wako nje ya nchi wametuchangia. Jana juzi tumepigiwa simu na naibu waziri mkuu Dr. Mashaka Biteko. Nyinyi mnakumbuka? Alishatuma mifuko 500. Juzi kanipigia simu sasa, Sheikh mimi kuniweka kwenye watu 313. Magari tangaza kuna watu 300 na mimi nimo kwenye 313. Sasa humo vipi? Changa zakatupa milioni 5. Swali ni mtume. Dr. Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tena kwa kupiga yeye mwenyewe. Watu wakubwa nao wana visa. Anaweza kuwasipige simu kwamba nimekatazwa kwa usalama wa taifa. Wewe una ndugu, una baba, una mama. Chini malingo. Hizo nafasi zimekuwa ni za muda tu. Iko siku Mungu atazichukua. Atazichukua saa nyingine haumwi wala hujapata matatizo. Mungu anachukua tu. Aliyekupa anakuambia inatosha.
Kwa hiyo mimi nakupongeza sana bwana. Endelea na moyo huo. Na huo ndio moyo wa utu. Hiyo ndio ukiwa tu mwana siasa ndio huyo. Mwenyezi Mungu akubarikie. Na sisi Mwanza tumepata bahati. Viongozi wetu wote ni wema. Ukianzia mkuu wetu wa mkoa Bwana Said Mtonda, mtu mwema, mtu wa kheri. Mkuu wetu wa wilaya ya Nyamagana Mama Amina Makilaki, mtu wa kheri. Mkuu wetu wa wilaya ya Ilemela Bwana Hassan Masala, mtu wa kheri. Wakurugenzi wetu Bwana Kibamba na mkurugenzi wetu Mama Umu kule Ilemela, watu wa kheri. Mwenyezi Mungu ameipamba Mwanza kwa kuipa viongozi wazuri. Ilisema hata jana Mtume anasema Mungu anapompenda kiongozi humpa wasaidizi wazuri, humpa washauri wazuri. Mungu amempenda Rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu ampenda kwa kumpa watu wazuri wa kumsaidia. Na msaidi meya, sisi mkoa wa Mwanza misikiti yote inafanya itikafu sasa hivi. Ni ada kila mwezi wa Ramadhani kufanya itikafu, 10 la mwisho kuhamia msikitini, lakini mwaka huu tumeiweka rasmi. Kila msikiti unafanya dua kumwombea rais. Na hapa mkoani naongoza mwenyewe. Tumeamua kukaa hapa siku 10. Mashehe zangu wa wilaya wako kazini, tunamwombea rais. So tunaamini yule rais akikaa sawa na mambo yote yatakaa sawa. Lakini tuna sababu nyingi za kumwombea. Moja ya sababu ni mema aliyokwisha yafanya kwenye nchi hii. Amechukua nchi ya ghafla, hakupanga. Mungu aleta kadari yake, anagoe ndo rais. Culture ya Tanzania na maeneo yetu hatukuzoea viongozi wanawake. Watu wasema mwanamke. Haya mwanamke. Matokeo yake yamefanya makubwa kuliko hata wanaume. Miradi mikubwa ya kimkakati yameacha Magufuli. Kwa kawaida viongozi wengi wa Afrika na hata Ulaya, jambo ambalo hakulianzisha yeye akija hawezi kuliendeleza. Lakini Rais Samia amesema hapana, miradi ya kimkakati aliyoacha mwenzangu, ndugu yangu, kaka yangu John Pombe Magufuli nitaiendeleza. Hivi tunavyozungumza Busisi inakwisha. Daraja, meli yetu hapa inakwisha, mabarabara yanajengwa, standard gauge zinaongezeka. Unaona kabisa ni rais ambaye amethubutu. Kwa tuna wajibu wa kumwombea. Lakini tunaomba sana kwa sababu ya uchaguzi. Huu mwaka wa uchaguzi. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu ipite kwenye uchaguzi kwa amani, ipite kwenye uchaguzi kwa utulivu. Na zile kelele, hivi na hivi tutafanya hivi. Mwenyezi Mungu atupeperushe kama upepo. Zisisumbue nchi. Furaha hii tulionayo hapa tunafuturu pamoja ni kwa sababu nchi ina amani. Tukiwa kwenye vita hakuna atakayekaa hapa kufuturu. Swaleni tu. Kwa hiyo tunakuwa na dua kwenye kipindi chote cha Ramadhani kuiombea nchi, kumwombea rais na kujiombea sisi wenyewe. Mwisho ili nikunyanyue na baadaye kushasema utufanyie kazi ya kutugawia hizi sadaka ambazo zimetolewa na wenzetu wa Gain. Ni kuendelea kukuomba. Tunaendelea kuomba kama jamii ya Kiislamu, lakini sio jamii ya Kiislamu tu, jamii ya Kitanzania. Jiji la Mwanza limetulia, baadhi ya haki za watu zinapatikana, hakuna kelele. Tufikishie salamu kwa mkurugenzi wako, anakwenda vizuri. Wewe mwenyewe kama msaidi meya unakwenda vizuri. Tunawaombeni endeleeni na mwendo huo, wasaidieni watu, nyinyi mmewekwa na watu, kwa hiyo nyinyi ni watumishi wa watu. Iko kanuni kwenye Uislamu inasema sayyidu qaum khadimuhum. Sayyidu qaum khadimuhum. Yule mtukufu wa watu ndio mtumishi wao. Yule mtukufu wa watu. Sawa hivyo wewe ndio mtukufu wetu. Wewe ndio raia namba 1 hapa kwenye jiji la Mwanza. Lakini wewe mtumishi wetu. Ndio maana umekuja, tumekuita, umekuja, tumekusumbua. Tunakuomba radhi. Lakini hata hivyo wewe mwenyewe mtu unajitambua. Ulipotokea hapa nimekupotea, nikasema huyu shehe gani? Natokea markaz gani? Sababu kanzu na kofia umezimechisha na nini, sio nani amekupamba. Mungu akubariki na Mungu akuhifadhi. Baada ya kusema haya kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa, hapa ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Nyuma yako ni wazee wako, mashehe mbalimbali, mwenyekiti kwa kuona maimamu yuko hapa. BAKWATA imejipanga tuna timu ya wazee, tuna timu ya maimamu, timu ya mashehe wa kata, na timu ya kina mama jua kita, na timu ya vijana. Au network ya BAKWATA inaanzia chini kule. Hakuna taasisi inayosogelea BAKWATA kwenye network. Kwa hiyo ukiwa hapa BAKWATA uwe huru unaongea na watu wako, wazee wako, ndugu zako.
Karibu tafadhali uzungumze na umma huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa wa Mwanza Alhaji Kabeke, ili nitambue uwepo wa baraza letu la wazee likiongozwa na mwenyekiti wetu Mzee Kamera. Sambamba na hilo nitambue uwepo wa mashehe wetu wa kata, lakini nitambue pia uwepo wa maimamu wetu, na sababu ya wakati nitambue uwepo wa ndugu zetu waandishi wa habari na wote ambao tumepata nafasi ya kuhudhuria siku ya leo. Ndugu zangu, kwanza awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku hatimaye siku ya leo tumeweza kufika hapa na kushiriki katika mbaraka huu wa iftari ya jioni ya leo. Na sambamba na hilo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa Gain Company kwa kuona jambo hili lilivyokuwa laheri mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku ya leo wawe moja ya watu ambao watatufutulisha katika malango haya. Mheshimiwa Sheikh, kwanza mimi nikushukuru sana. Na mimi nimekuwa ni mmoja ya vijana wako na hakika ninakupenda sana, lakini pia mimi ni mtoto ambao natoka katika malango haya. Jana uliponiambia kuna zoezi hili, nikawaambia wenzangu hiki ni kikao kikubwa, kitavunja vikao vyote vidogo. Kwa hiyo nikasema kwamba mimi pia nikawe mmoja mashuhuda wa baraka hizi ambazo leo Gain wameamua kukusanya watu hapa na kuweza kutimiza jukumu hili la kiimani. Mheshimiwa Sheikh wetu mkoa, natambua kabisa sababu ya wakati na muda tulionao tunahitaji kwenda kuswali. Nichukue nafasi hii kuendelea kuwashukuru sana ndugu zetu ambao wameendelea kutoa futari kwa ndugu zetu, hususan katika nyakati hizi za mwezi wa Ramadhani, tukitambua umuhimu wa mwezi huu ikiwa ni moja sehemu ya msingi kabisa katika imani yetu. Na natambua umuhimu wa shughuli hii. Moja ya jambo kubwa ambalo tunaendelea na tunahimiza wenzetu tuendelee kufanya ni kuendelea kuwajali walipohitaji. Leo thawabu ambayo inapatikana hapa ni thawabu huwezi ukaipata katika nyakati yoyote ile. Na nimefurahi sana kusikia kwamba hatutoishia hapa, kwamba thawabu hii sasa itaenda kuwagusa wenzetu ambao wako mashuleni, wenzetu wako kwenye mahitaji maalum, wenzetu ambao wako gerezani. Na hii ndio ibada kubwa kuliko ibada yoyote ambayo tunaendelea kufanya. Lakini mbali ya hilo, leo umenipa shule. Mimi tumezoea kuona futari zetu hizi tunafanyia God Crest, lakini wakati nimekaa hapa naona watoto vijana wanafurahia iftari. Naona kabisa hawa ndio watu wanapaswa kula iftari. Mwenyezi Mungu anipe uhai na mimi shehe wangu katika hizi siku zilizobakia, wala na mimi nifanye jambo hapo kwa pamoja. Lakini sababu ya wakati naomba nichukue nafasi hii pia shehe wangu, natambua kabisa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya wewe na baraza kwa ujumla, hususan la ujenzi wa vituo vyetu vya afya. Natambua kituo cha Ilemela kimepiga hatua, lakini pia kituo chetu kilichopo Nyamagana kule Kishiri kinaendelea vizuri. Na mimi nikasema siwezi nikakwepa kwa sehemu ya mbaraka huu. Mimi kwa leo sababu nimekuja nitachangia 500,000, nitatoa kiasi, na siku ya Jumatatu mzee haya atakuja kuchukua kiasi kilichobakia pale ofisini niweze kumaliza nadhiri yangu. Shangu na ndugu zangu waumini wenzangu, nichukue nafasi hii ya kuwashukuru sana wote ambao tumepata nafasi ya kuja kushiriki katika jambo hili lenye baraka. Inawezekana tulikuwa na maeneo mengi tulikuwa tunaweza kwenda, tulikuwa na sehemu nyingi tunaweza tukaenda tukashiriki iftari hii, lakini wenzetu waliposema wanaleta hii na nyinyi mmekuja kushiriki, ni baraka hii wote tumeenda kuigawana kwa pamoja. Na niwatakie kila laheri, najua tuko katika siku 10 za mwisho. Na nikushukuru sana shehe wangu, umesema kwamba umeweka kambi hapa tukiwa katika siku zetu hizo ambapo tunaenda kumalizia mfungo wetu wa Ramadhani huu, na yapo mambo yameendelea kuyafanya. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuiombea serikali, tunashukuru sana kuendelea kuombea viongozi wetu wakiwepo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na sisi wasaidizi wake. Mwenyezi Mungu aendelee kuwatakbiri, kuwapa haja za moyo wenu mnapokuwa mkifanyia maombi haya.
sababu tunajua hapa ndio sehemu pekee ambapo sisi tunapoongoza eneo pekee ambalo tunaweza tukapata msaada kupitia katika madhehebu yetu haya. Na mwisho si kwa umuhimu, maana wanasiasa wote tuna mwisho 5. Hii sasa ni ukweli, hii mwisho kweli. Sasa niko tayari kwa ajili ya kushiriki utaratibu ambao umeandaliwa kwa ajili ya wenzetu wageni, lakini kukabidhi kwanza mzigo wangu huu ambao ni wanasema kishika chumba cha 500 ambao asubuhi tutakuwa tunaimaliza siku ya Jumatatu. Shukrani sana. Shukrani sana. Iqra FM, radio namba 1 ya Kiislamu kanda ya Ziwa.